Lakini nao mnayoshuhudia huko, waimbaji muziki wetu wa Injili wamekuwa watu wa kidunia. Wanagombania mitandaoni, wanaachana ndoa zao mitandaoni, wanatukanana mitandaoni. Nani anayekemea haya mambo ya ovyo? Matokeo yake ni kwamba tunapoanza kuwa na watu ambao wanaharibu Ukristo, mtakosa confidence ya kusema watu. Where are you getting the confidence? Ninyi wenyewe mnagombana makanisani huko, mnasambaratika, mnafungiana makanisa, mtatoka hapo uje mseme mkuu wa mkoa ambaye anakuja kuwapatanisha. Kulikuwa na mgogoro fulani pale Makambako. Makanisa yanagombana kushtakiana. Wamekuja ofisini kwangu. Nikamwambia viongozi wa kanisa, huyu mkuu wa wilaya ya Njombe by then alikuwa ni kisa. Ni kiongozi, ni binti mdogo. Mimi kama mkuu wa mkoa namfanyia mentorship. Napomfanyia mentorship, DC anamwambia katika hii kazi, moja ya watu ambao unapaswa ufanye nao kazi kwa ukaribu sana na ni kimbilio lako la haraka sana ni viongozi wa dini. Ndio mkono wako wa pili. Una jambo watafute. Sasa ninyi mnapogombana, alafu sasa DC ndo tena yeye nimemwaminisha viongozi wa dini watu wasahihi kwako wakimbilia. Alafu anaona kwa sasa mkuu wa mkoa wale viongozi wanapigana, wanataka kuchoma kanisa lao, wamepelekana mahakamani. Sasa niende kwa nani? Maki wewe niambia hawa ndio ni waamini. Sasa wao wanagombana. Nachotaka kusema ni nini? Kila mmoja ana anguko. Lakini anguko linalobeba taswira ya kanisa lina maumivu makubwa sana. Maumivu makubwa sana. Acha watu wengine huko wa kidunia wagombane. Lakini yale ambayo ni ya kwetu sisi ya kikanisa, tutafute hekima ya kuyamaliza. Kwa sababu unaona hata huko ukiona hata waimbaji wetu wa muziki unaitwa wa Injili. Anayeimba huo muziki wa Injili anatukanisha Injili. Nani anayekemea ujinga? Nani? Unaweza kukaa kwenye TV kama haina sauti ukaona pale watu wanaimba, ukashindwa kujua pale ni muziki wa Tonga Pepeta au ni wa Injili. Toka mavazi, uchezaji, sawa Yesu anatukuzwa kwa vinubi na kila kitu, lakini hayo mnayoona huko mitandaoni yanafanana na Ukristo? No. Hapana.